Mwalimu mkuu wa shule ya sekondari Bulyanhulu iliyopo kata ya Bulyanhulu, halmashauri ya wilaya ya Msalala, wilayani Kahama mkoani Shinyanga, amesema watoto wa kike mashuleni, majumbani na katika jamii waendelee kupewa kipaumbele na ushirikiano katika safari yao ya kuitafuta elimu. Kizungumza na Mjasilia TV ofisini kwake, Mwalimu John Masasi amesema mtoto wa kiume alipewa kipaumbele katika jamii, hususan katika swala zima la kupata elimu, akitoa mfano mabadiliko ya ufaulu wa watoto wa kike katika shule hiyo. Amesema tunaangalia utamaduni ulivyo, mtoto wa kiume alikuwa anapewa kipaumbele zaidi kuliko mtoto wa kike, lakini tunaona wanavyofanya akina mama. Tole mfano, mwaka 2024 kwa mfano, shule ya sekondari Bulyanhulu hakuna msichana aliyepata division 0. Hii ni kuonyesha kwamba wasichana wanaweza. Nothing is impossible for girls. Kitoa mfano wa viongozi wanawake akiwemo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, amesema ni vema wazazi na jamii ikajifunza kwa njia ya kuona. Sasa tumejifunza. Kwa mfano, nchi inaongozwa na mama. Je, hujajifunza kwamba mbona mambo yanaenda vizuri? Nchi imetulia, mambo yamekaa vizuri. Tuna mkuu wa wilaya mwanamke. Hiyo sasa tunaweza learning by observation. Kwa kuona unaweza ukapata kitu. Basi tukumbe tuitoe hii zana. Mimi na afisa mkata wa kike. Nina mkurugenzi wangu anayenisimamia, mwajiri wangu ni wa kike. Je, kwa kuona tu unaweza ukaona kwamba kumbe kwani yule na yeye naye alitokea kwa wazazi, alisimamia vile vile mpaka akafika hapo. Huyo ameeleza mikakati walioiweka katika shule hiyo ili kuhakikisha kiwango cha ufaulu shuleni hapo kinaendelea kukua. Ni kuhakikisha watoto wanapata chakula cha mchana. Kwa niombe wazazi, maana mtoto anapopata chakula cha mchana tunapata muda wa kaa naye hapa shuleni, tunajifunza. Badala ya kuwa anarudi kule anapata na majukumu mengi, mara fanya hivi, kwa sababu muda mfupi. Na kwa shule yangu ambayo naweza nikaisemea, tuna session zaidi ya 1, kwa sababu mikondo ni mingi, mikondo 36. Kwa mikondo 36 tuchukulie nina form 1 510. Kama ni mwalimu mmoja na form 1 natakiwa niwe na walimu 9, masomo 9. Sasa walimu 9, mtu mmoja unakwenda mikondo 8 kwa siku moja. Inawezekana usifikie, unatakiwa saishe, upitie. Kwa ndio maana unaona wakati mwingine watu wanarudi jioni. Jioni tunafundisha. Huo ni moja mikakati ili syllabus ikamilike. Ndio walimu wanafanya hivyo. Msiwashangae mbona wanafanya mpaka mikondo mingi. Ningekuwa na mkondo kamoja, hata saa 9 na mtoto anaondoka. Kwa hiyo mikondo inapokuwa mingi lazima tufikirie, je, mkondo H haujafikiwa, mkondo G haujafikiwa, mkondo D haujafikiwa. Kwa mwalimu ana saa 11 nitaanza kipindi. Kwa hiyo tunalazimika tuone mikondo hivi, na walimu hawadai chochote. Dani Misango ni mwalimu msaidizi wa taaluma shule ya sekondari Bulyanhulu, amekuwa na haya ya kusema. Sisi kama walimu wa taaluma na walimu wote kwa ujumla, yapo mengi tunayafanya. Moja, ushirikiano mkubwa tunaotoa ni kuwa na wanafunzi wetu muda wote. Kuna namna ya kukaa na wanafunzi wakakuona wewe ni mwalimu, lakini kuna namna pia ya kukaa na wanafunzi wakakuona kwamba wewe pengine si mwalimu. Kwa tunawavuta karibu ili tuwafundishe kwa urahisi. Kwa mfano, tunawapa nafasi muda wote, hata baada ya muda wa masomo, kutuona mahali ambapo pengine mwalimu alifundisha kuelewa vizuri, watuone na tunawaelekeza pengine nje ya darasa na ndani ya darasa. Nao wanafunzi katika shule hiyo wakawa na haya ya kuzungumza. Wazazi tunawaomba mtupatie ushirikiano sisi watoto wa kike ili tuweze kujenga taifa ambalo lina wanawake
wenye akili na wanaojitambua pia. Wanafunzi wengi wanafaulu kulingana na bidii ya walimu. Tunaendelea kujitahidi kuweza kufaulu kukava vitu katika masomo yetu, kufuata vile ambavyo mwalimu anatuelekeza. Tumuunge mkono mtoto wa kike kuhakikisha anapata elimu ili kuandaa viongozi jasiri, imara na wenye weledi katika utendaji wa kazi kwa maendeleo ya familia, jamii na taifa kwa ujumla. Mimi ni Pili Mkono na hii ni Mjasilia TV.